Asante sana mpenzi mtazamaji, na karibu tena kuungana nasi hapa katika makala ya usalama tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapatikana Kivovo, ni nje kidogo ya mji wa Uvira, Kivu Kusini, mashariki mwa DR Congo. Hapa tunakopatikana upande wa mashariki kidogo pale tunaona ni ziwa Tanganyika, na upande wa magharibi huko ni mlima ambao watoto wa cheni ya mitumba wanaotuzunguka huko. Na tumekuja hapa kutembelea hospitali ya wazalendo ambayo imefunguliwa hapa Kivovo kwa ajili ya kutunza wazalendo ambao wanatatizwa na maradhi, malaria, maradhi mengineyo kama vile tumbo kuhuma, kichwa kuhuma, ila pia wanaopatwa na majeraha kwenye mashamba ya mapambano. Na hospitali hii ilikujaje hapa? Kuna mahitaji gani yanayohitajiwa? Ndipo tunakuja kuzungumza na mwanzilishi wa hospitali hii, General Bendera Ibongo Akwela. Ujambo kiongozi? Jambo ndugu mtangazaji. Habari za kwako? Salama kabisa. Vyombo vya habari vimekutembelea kwa siku ya leo hapa kwenye hii hospitali. Unajisikiaje? Najisikia furaha sana na raha sana, vraiment nafurahi sana. Naam, umefungua hospitali na tunaona wazalendo wako nyuma yako. Tumetembea ndani ya hospitali, tumekuta wagonjwa na tayari wanatunzwa. Kuna nini kwanza kilichokuvutia kikakusukuma kabisa mpaka ukafungua hospitali hii wakati unasikia kwamba serikali inawasaidia kila kitu? Ndugu mtangazaji, mimi ni mzalendo. Ni mzalendo kabisa, na uzalendo uko ndani mwangu sana. Mimi nimevutiwa sana kusema nifungule hospitali ya wazalendo, kuona vile wazalendo wanajitolea sana kwa hii nchi yao. Mzalendo anajitolea, hapokei, analala vibaya, anakula vibaya, anahangaikiwa na mtu. Lakini kwa leo hii nikwenda kufika hospitali generali, nakuta gisi wazalendo wanasumbuliwa ndani, vidonda vinanuka, manguo uchafu, hakuna sabuni, hakuna nini. Ilinivutia sana kwa kusema nijipige niangalie namna gani wazalendo watapumua kidogo, nao wajisikie kama nao tunawajali. Ndio hii. Kwa nguvu zipi? Nguvu mimi sina nguvu kabisa. Ni panapo nia pana kitu. Kwa vile nilisikia roho inajitolea kusema kama nitajitolea juu ya wazalendo, naona tu Mungu, pamoja na Mungu tutawezesha kila kitu. Na kwa sasa wazalendo tumeona humo wako kwenye maserumu wamoja tayari. Nini mnahitaji nyinyi ili hospitali hii ipate kuwa na nguvu zaidi, ipate kuwa hospitali kabisa ambayo itatibu wa wazalendo kutoka huku na huku? Ni kusema kama uniona wagonjwa ndani ya hospitali, wale wagonjwa sio leo au kwanza leo tunakuwa na wiki na miezi mbili hii kazi tunaendelea kusaidia wazalendo. Kwa kuona kama uzalendo sio kusema mpaka ubebe silaha. Hapana. Uzalendo ni upende nchi yako, tayari uko mzalendo. Leo nina imani kama sitahangaika. Kama nilisema nitauzisha kuku yangu, nitauzisha mbuzi yangu, nitauzisha hata parcele yangu, na ile parcele na wazalendo wengi hivi, nitawezea wapi? Hata kama ninajipatia moyo kama pamoja na Mungu tutaweza. Juu mimi najua kama na nje ya nchi kuna wazalendo. Mzalendo sio silaha, mzalendo ni moyo wa kupenda nchi yake. Mimi naomba wote mwenye atanisikia aniunge mkono, iwe paracetamol moja, iwe serumu moja, iwe katetere moja, tusaidie hao watoto wetu. Na hapa tunaona mjengo mzuri kabisa umeupata hapa. Mmepewa na nani? Hii nyumba ni nyumba walijenga hospitali ya Leta, ndio litia hii nyumba hapa. Lakini kuona vile Leta litia nyumba wa kutumikia hapa, tukasema hapana. Sisi tuko watu wa Leta, acha tunegosie ile nyumba, tuangalie kama tunaweza tumikia mule ndani. Kuzungumza na watu wa Leta, wakasema hamna shida. Vile umejitolea, tuko tayari na sisi kukusaidia nyumba ufanyie kazi ndani. Kama ni nyumba ya Leta na sisi ni serikali, tutatumikia nyumba yetu. Umesema kwamba mnaweza mkahitaji mtu wa kuwapeni wa kuwasaidia hata paracetamol, hata metro na kadhalika. Vipi wagonjwa hapa watakuwa wanapata kidogo kitu cha kuweka chini ya pua? Ina maana kupata nguvu tumbo kama vile uji hivi msosi maana kitu kama vile hiyo nguvu tumbo, niko najitahidi. Kwa hiyo na kizadi nimetafuta sehemu ya mchele, sehemu ya unga, hata kama mboga inakosekana, naona wajeshi wanashughulika hapa, wanaenda kwenye bahari, wanapata hata sambaza moja, wanakuja kupiga chakula wanatumia. Lakini pamoja na Mungu ninajua kila kitu kitaongoka.
Hivi mtu akitamani kwamba awatumie paracetamol moja, awatumie serenge, awatumie serumu orazi, hata wapataje kumpata General Bendera? Namba zake za simu unaweza kuzitaja? Wandugu wapenzi, namba yangu ya simu kwa kusema kama unaweza kusaidia watoto wetu. Tunasema kama uzalendo sio silaha. Uzalendo ni kupenda nchi yako. Na mwenye kupenda nchi yake popote pale alipo. Hautasikia watoto waliumia, walifanya nini, wanakosa matibabu. Mwenye anaweza pata ile paracetamol, mwenye atapata hiyo kinini nini tuseme ya kusaidia watoto wetu, ndio namba zangu hizo. Hizo ni namba za General Bendera ambaye ameanza kituo hichi, hospitali hii, na ambaye yuko anajitolea kwa kuhudumia wagonjwa hapa pamoja na waganga. Sasa hapa umepata nyumba nzuri kweli kweli. Vipi waganga na wao sasa wanaishije? Hata kidogo sababu haya ni majukumu. Waganga wamejitolea, ni wazalendo nao. Hata kama ni wazalendo nao wanatumbo. Nao wanalia wapate hata sabuni, walia wapate hata kasaki kaunga, kasaki ka mchele. Nao hata kama wanajitolea, lakini nao wanalia kama nao wangepata hiyo sabuni. Ndio pale tunatupa sauti fasi yote. Uzalendo sio silaha. Uzalendo ni kupenda nchi. Na hii kitu tunaunda hapa, mwenye atakiona makosa nitasema ule sio mzalendo. Lakini mimi nina imani kama mzalendo popote pale kwenye iko hapana atatuunga mkono. Sasa nyinyi VDP wa VDP mko wengi hapa, ni wazalendo wa General Bendera na Rene Tua, wa majenerali ambao wako Uvira tu ndio watakuwa natunzwa hapa. Wale ambao kwa mapenzi roho huko Minembwe wapi Fizi hawawezi wakatunzwa hapa. Kwa hii miezi mbili yenye tulishakuwa hapa, hatuchague mtu, tunatunza wowote mwenye kuwa na nguo ya kutufanana, awe serikali awe jeshi wa serikali, jeshi la taifa, tunamtibu juu unajua kwao kule kabisa hospitali ya majeshi hapa, naona kabisa sio mambo ya kusema, lakini wengi sana wanatufuata hapa na wanatibiwa bila shida. Hapa tuchague mtu ile ya kusema mvuma mamia na ile mvuma mamia ndio natugabula. Mimi niko mtu wa mtu fulani, niko mtu wa mtu fulani. Mvuma kukua mingi na njoo kutupunguzia nguvu ya kusema kama tusifanye kazi. Mimi ni jeshi wa fulani, siwezi pewa komandema na jeshi wa fulani. Mimi ni jeshi wa fulani, siwezi pewa komandema na mtu fulani. Ile ni nini? Ni kutaka kutugabula. Na mimi naona kama siasa ya mvuma mingi ndio inatuharibishia uzalendo. Lakini tunajua kama adui ni umoja. Sisi wote hata tunajigabula vile, lakini tunajua adui wetu ni umoja. Kwa hiyo wale wote ambao gisi mko mavumami mingi hapa vipi kwa matibabu? Hapa tuchague mtu. Ni mwenye kuvala teni na mke wake na mtoto wake tayari anakuja tunamtibu. Na M23 inavaki? Hapana, M23 ule ni adui wetu ule. Sisi na M23 kabisa ule hapana. Kama tunahangaika hivi na watoto wanasumbuka hivi, nijue ule M23. Nijue M23 ndio maana watoto wetu wanasumbuka. Na vipi viongozi wa mji mlipoanza hichi kitu hapa wanasemaje? Wanafurahi sana, wanasema tungepata mtu wa hii mawazo tangu zamani kama tulishaendelea. Na tungetukaniwa na watu ovyo ovyo. Juu tunatukaniwa sana. Mzalendo anaumia, anatunziwa kama maibobo, anatunziwa kama nyama, kuna kumhangaikia. General Bendera, tunafika mwisho. Neno lako la kuagiza, la kupigilia msumari kwa ndugu zako ambao wanakufuata wakiwa nje ya nchi na ndani ya nchi, unawaeleza nini ili kitu kabisa kipate kukomaa zaidi na zaidi na kuendelea? Ndugu zangu, mimi nasema kama muniunge mkono, tusifezereke. Kwa ndugu zangu, muniunge mkono, tusifezereke. Hii hali tulisema tutie juu ya watoto wetu, tungeendelea mwa ile hali ya mbele. Hapana. Watoto wengi sana walishahacha kazi juu ya kuona matibabu inawasumbua. Wengi wanakatiwa miguu, lakini tulitia hivi hapa kwa hii masiku ngapi hapo, mwenye anakuja tukate mguu, ile uwezo wa kukata mguu kwetu hakuna. Hata ni mifupa inalogotewa mbarabara, munailogota munaleta, tuko na daktari mwenye anafanya kazi nzuri sana hapa, atamtengeneza vizuri. Naomba wa ndugu zangu muni support, munipe nguvu, muniunge mkono, tusifezereke na watoto wetu waseme kama kweli kumbe kuna viongozi wanatujali. Tunakushukuru. Asante. Shukuru madereva wangu KM Saddam pamoja na Lambat ambao wametusogeza huku wakiwa maeneo ya Kivovo hapa kwenye runinga, kwenye kamera huko. Mimi kutoka hapa Kivovo ni Thompson Unji Batangalwa William. Tukutana wewe katika makala mengine.
Bye bye.